nilifurahishwa yani na kile kitendo chake. Yani nilifurahi, nasema nilienjoy. Kwanza anafanya vizuri kwenye maji. Nikasikia ile raha na sijawahi kufanya kile kitendo. Nikaona kama ni mwanaume ambaye amenifurahisha sana. Hujawahi kufanya kitendo gani? Yani sijawahi kufanya na mwanaume vile nikaenjoy, nikanogewa kiasi kile. Tumemaliza ila mimi bado nina hamu ya kuendelea naye. Mwenzangu kashamaliza, akapata raha, akafurahi. Sasa mimi huko na mimi nimemaliza lakini bado ile hamu ya kuendelea inazidi kuongezeka. Tumetoka, kanirudisha salama, nikamwambia basi naomba hata namba yako. Tuwe tunawasiliana, tumeshakuwa marafiki, hakuna tatizo, akanigaia. Kama nimerudi zangu nyumbani siku 2-3 nikasema nimjulie hali. Nikawa nimempigia simu, nikamwambia naelekea baharini, beach kule tunaweza kukutana. Akaniambia kwa leo niko nyumbani busy, siwezi kwenda beach. Nikamwambia basi naomba hata nije niangalie tu movie kwako nini. Akaniambia kwani kwenu hakuna TV? Nikamwambia TV ya kwetu ni tofauti na ya kwako. Naomba nije niangalie kwako. Akaniambia hakuna tatizo. Nikavaa zangu nikamaliza, nikaenda kwake. Nikawa nimeenda, yani kufika tu kwanza yule kaka alipokuwa kwanza na makusudi, si akavua shati. Ukicheki kwanza kifua hicho. Hatari, yani yuko smart, afune mzuri. Akavua ile shati, kamaliza akavua suruali, akavua bukta yake. Mashine yake imesimama, ukiangalia yani vile tu alivyo, yani nahisi kama nimeshafanya mapenzi naye. Yani namaliza yani niseme nakujua yani jinsi alivyo, yani nikimuona tu. Yani kwa jinsi alivyo mzuri, afu smart, afu yani ameshajua kwamba ninampenda basi na ile kuringa nini. Yani nilivyomuona tu kwa jinsi nimeshamaliza ni haja zangu mara 3 nakojoa. Yani nakojoa, yani tunajua tena mtu aliyekuwa mzuri smart. Kumuona tu unakojoa. Yani alivyoanza tu kuvua shati lake. Yani mimi itabani kitandani. Tayari. Wesha chupi. Yani ile hamu tu bado inaendelea kuongezeka. Nikimwangalia, ilibidi tu nimwambie kama mimi nimekupenda. Tulivyokuwa kule baharini nilipokuwa nafanya mapenzi na mimi nilienjoy, naomba turudie. Akaniambia kweli, nikamwambia kweli. Basi tukaanza kufanya mapenzi. Unaelewa tena anafanya yani ile yani sasa unajisi huko nchi za nje ile. Nikawa nafurahi kweli. Sasa imefikia kipindi yeye mwenzangu kamaliza na mimi nimemaliza haja zangu. Nikawa nimetoka kwenda kukojoa na kwenda kujisafisha. Wakati narudi mwenzangu nakuta anapaka kitu kwenye mashine yake. Nikaogopa, afu nikashtuka nikamuuliza kaka unafanya nini hapo? Akaniambia hamna, ni mafuta tu napaka. Kama mafuta ya nini, mbona wewe ni mkongo unapaka? Ndio maana ulikuwa mtamu sijui nini, unajua ile mabishano kuchukia. Akaniambia basi hakuna tatizo nini. Nikamwambia twende nikakufute. Twende, nikampeleka chooni, nikamwagia maji, nikawa namfuta, tukawa tumerudi tumekaa tunacheza game. Baadaye sasa mimi hamu inazidi tukuongezeka kuwa naye. Nikakubali, akakubali tena katika kumshikashika. Sasa wakati wa kufanya ndugu yangu hakuna kitu chochote kilichofanyika pale. Ni mdebwedo, hakuna kitu chochote yani sema. Kumbe ni ile mkongo ilikuwa namsaidia. Nilikasirika nikaondoka zangu nyumbani mpaka na leo nikamblock, sina hata maongezi naye. Akakuacha na hamu. Akaniacha na hamu zangu tele nikaondoka nazo. Na ukafanyaje sasa ili kuzitoa hamu zako? Nilienda zangu nyumbani, ilibidi nimtafute mpenzi wangu ambaye nimezoea niko naye permanent. Nikaenda ila yeye na yeye ladha yake ni tofauti na yule mwingine. Nishampenda yule. Ulikuwa unasikia raha? Sana. Au alikuwa anakupeleka kwa mpalange bila wewe kujua ndio maana raha ikazidi? Siwezi sema ndio, siwezi sema hapana. Sijui, si unajua tena ukiwa katika ile hisia kali, huwezi jua kitu gani kinaendelea katika mwili wako. Na wakati ulikuwa unafanya naye mapenzi, labda mlikuwa mna uwezo wa kufanya hata bao ngapi? Ule kaka pale, yani alipokuwa anafanya, sijui sema alikuwa anaunganisha, anaweza kukuta hata mmeenda hata raundi 5, 6, 7. Yani kwa jinsi alivyo tu, yani kumbe yani mimi
nachoka lakini najikaza, si unaelewa tena nayopata pale. Unasahau mpaka kula. Bidi nikubali tuendelee kufanya, nikubali tu. Ukiangalia ni mzuri nini. Sijui naweza ngasema pia ni jini mahaba wa baharini huko, siwezi fahamu. Maana hakuna sijaiona mtu kama huyo kawaida kawa hivyo. Naweza kusema pia ni mkongo ulikuwa unamsaidia.